Vita vyazuka katika bunge la kitaifa la Tanzania huku Askofu Gwajima akitimuliwa baada ya kikao kugubikwa na taharuki. Wajambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Tukio la kushtua lilitokea ndani ya ukumbi wa bunge la Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu baada ya kikao cha kawaida kugeuka uwanja wa mivutano na vurugu zilizohusisha baadhi ya wabunge. Katika hali ambayo haijazoeleka, mbunge Askofu Josephat Gwajima alijikuta katikati ya mvutano mkali uliosababisha utulivu wa bunge kutoweka kwa muda na kulazimisha walinzi wa bunge kuingilia kati. Tukio hili lilianza wakati Gwajima aliposimama kutoa maoni yake katika mjadala uliokuwa unaendelea. Hata hivyo, baadhi ya wabunge walionekana kutoridhishwa na mwelekeo wa hoja zake na mara kwa mara vikaibuka vitendo vya kumzomea, kumkatiza na hatimaye kubadilisha maneno makali baina ya wabunge wa pande tofauti. Kwa mujibu wa picha na video zilizotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya viti vilirushwa huku na kule na kikao kizima kikachukua sura ya taharuki kubwa. Walinzi wa bunge walilazimika kuchukua hatua ya haraka kumtoa Askofu Gwajima nje ya ukumbi ili kurejesha hali ya utulivu. Spika wa bunge alisimama kidete kuhakikisha nidhamu inarejea na akaweka wazi kuwa hatavumilia tena aina hiyo ya mienendo isiyoheshimu kanuni za chombo hicho cha kikatiba. Kwa mujibu wa spika, bunge linapaswa kuwa mahali pa mijadala ya hoja zenye uzito, sio jukwaa la malumbano ya kihisia na vitisho vya kisiasa. Kauli hiyo ya spika ilipata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wabunge waliotaka nidhamu iwe msingi wa kazi za bunge. Mbunge George Rukuvu, ambaye alichangia baada ya utulivu kurejea, alisisitiza umuhimu wa kuwa na uongozi wa kisiasa unaotumia busara na sio vitisho. Alieleza kuwa maendeleo ya taifa hayawezi kufikiwa kwa kelele na migogoro, bali kwa hoja thabiti na heshima katika utofauti wa maoni. Tukio hilo limetikisa siasa za bunge na kuibua mjadala mpana miongoni mwa wananchi kuhusu nafasi ya maadili katika siasa na namna mijadala ya kitaifa inavyopaswa kuendeshwa. Huku baadhi ya wachambuzi wa siasa wakitazama tukio hilo kama kielelezo cha changamoto ya uelewa wa kisiasa miongoni mwa viongozi, wengine wanahimiza mageuzi ya ndani ya bunge ili kuimarisha utamaduni wa mjadala wa kistaarabu. Wapo wanaona tukio hilo kama onyo la wazi kwa demokrasia iweze kustawi mahali ambapo japo ama hoja zinazimwa kwa matusi au vitisho. Badala yake kuna haja ya kuwa na viongozi wanaoelewa dhima yao na kutunga sheria kwa njia inayojenga taifa, sio kuharibu taswira ya bunge mbele ya wananchi. Kwa sasa bado haijafahamika kama hatua zaidi zitachukuliwa dhidi ya Askofu Gwajima, lakini hali ya leo imesalia kuwa kioo cha dharura cha kutafakari mwelekeo wa siasa za Tanzania ndani ya chombo kinachopaswa kuwa mfano wa hikma na ustaarabu. Kenyascope itaendelea kukuletea ripoti na uchambuzi wa kina kuhusu matukio haya yanayotikisa siasa za Tanzania. Usisahau kusubscribe kwa taarifa makini na zisizo na upendeleo.